Sasa hivi mapigano ya hapa na pale inazidi kuripotiwa na huku M23 ikijikuta katika hali ya hatiani hiki hata kulingana na mapigano yanavyojibiwa na serikali ya FARDC wakishirikiana na wazalendo. Na tukielekea taarifa ambazo zinajiri huko Masisi ambayo ni chini ya shinikizo la kijeshi la M23 kulaumu mapigano yanayoendelea katika uwanja wa vita huku FARDC ikiendelea na mashambulizi. Msemaji wa muungano wa M23 Alliance Fleuve Congo harakati ya Machi tariki 23, Lawrence Kanyuka anadai kuwa vikosi vya Kongo vinashambulia maeneo ya Nyabiondo, Gahira na maeneo jirani katika wilaya ya Masisi. Wakati ambapo ujumbe kutoka harakati hiyo unaenda Uswizi kwa ajili ya mazungumzo ya amani. Mashtaka haya yanajitokeza huku jeshi la wananchi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inayosaidiwa na wazalendo likiendelea na mashambulizi yake na kuendelea kupata maeneo kutoka kwa waasi. Hali hii ya kijeshi inaonekana kulazimisha vikosi vya M23 kuongeza juhudi zake za kuwasiliana kimataifa huku ikiona upungufu wa taratibu kwenye maeneo ya kivita. Hali hii inaonyesha dhahiri kwamba M23 inabebwa na mataifa ya juu. Ndiyo maana kila mara ambapo serikali ya Kongo inapopigana vita na kujitahidi kuwaondoa waasi, wanashika silaha ambayo inasema kwamba ni mazungumzo ya amani ambayo yanatakiwa yafanyike kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Na tukielekea katika taarifa zingine ambazo nimekuandalia siku ya leo, zinaeleza kuwa wazalendo wamerudisha udhibiti wa maeneo muhimu katika Kalehe. Wazalendo wamechukua tena udhibiti wa maeneo kadhaa katika wilaya ya Kalehe, kusini mwa Kivu huko, ikiwa ni leo Ijumaa ya tariki 10 Aprili 2026. Baada ya mapigano makali kulingana na vyanzo vya ndani vya habari, sehemu ya Tushuguti, Matutira na Kimole zilizozungukwa na vijiji vya Kisha na Mutale zimekamatwa tena wakati wa operation za kijeshi. Katika mwelekeo wa Butacha, vikosi vya serikali pia vilirejesha eneo la Bulembwe kabla ya adhuhuri. Mafanikio haya yanakuja baada ya mapigano ya muda mrefu dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Hata hivyo, hali ya usalama bado ni tete katika eneo hilo ambalo linashuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Na tukiangazia taarifa zingine hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inasema kwamba moto mkubwa umeibuka leo katika kambi ya wakimbizi, kambi ya Mama Kasanga, kilomita 20 kutoka mji wa Kalemi katika mkoa wa Tanganyika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ni mazito mpaka sasa hivi. Zaidi ya makazi 500 yameharibiwa na moto huo na kuchomwa kabisa na kuacha mamia ya familia bila makazi yote. Kwa mujibu ya shuhuda za awali kutoka kwa mashuhuda waliopo katika eneo hilo la tukio, moto ulisababishwa na upishi wa chakula ambao haukudhibitiwa vizuri tangu mwanzo. Familia hizi ambazo tayari zilikuwa na hali duni zimebaki bila makazi takriban familia 500. Baada ya kauli ya maongezi ambayo itakuwa baina ya serikali ya DR Congo na waasi wa M23 ambayo baina ya mazungumzo hayo yatafanyika huko Uswizi. Waasi wa M23 wanaendelea kushutumu serikali ya DRC kukeuka masharti ya kivita katika uwanja wa kivita huku wakitumia mbinu ambazo zimekatazwa na Umoja wa Mataifa. Watu wengi wanajiuliza, mapigano baina ya FARDC na waasi hao yatafika tamati wakati gani? Na wakati huu wananchi wengi wameshikilia
kibendera wakidai serikali ya Kongo ichukue hatua kali ili kuondoa waasi hao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na siku zilizopita serikali ya Kongo ilitangaza kuanzishwa kwa operation za kuondoa makundi ya waasi na makundi ambayo yanashikilia silaha kinyume cha sheria, na ikianzia kwa vikundi vya ADF ambavyo vinapatikana huko Ituri. Nini maana ya mazungumzo hayo? Nini suluhisho ya vita ya DRC? Mapigano yanayoendelea, je, yatasitishwa au la? Hayo yanabaki kuwa maswali ya kujiuliza sisi ambao tunashuhudia vita hivi vikiendelea hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.